Lakini kwa mwaka wa fedha 24/25 halmashauri ya Chunya imepata hati inayoridhisha ama ni qualified. Na kwa kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kwamba halmashauri ya wilaya ya Chunya kwa mwaka wa fedha 24/25 ilikuwa na hoja 17. Kati ya hizo hoja 17, hoja 8 zimejibiwa na kufungwa na kubakiwa na hoja 9. Pamoja na hiyo, ilikuwepo na hoja za miaka ya nyuma, hoja zipatazo 10, ambazo kati ya hizo 3 zimefungwa na 7 bado ziko katika hatua za utekelezaji. Pamoja na hayo pia, lakini walikuwa na maagizo kutoka kamati ya bunge ya hesabu za serikali za mitaa, walikuwa na maagizo 11. Kati ya hao maagizo 11, maagizo 8 yamejibiwa na kufungwa, bado maagizo 3 yapo katika hatua za utekelezaji. Kwa kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niwapitishe kwenye hoja za mwaka wa fedha 24/25 ambazo tumesaliwa nazo mpaka sasa. Na hoja ya kwanza ambayo tutapenda kuwapitisha ni hoja inapatikana katika ukurasa wa 2 wa kabrasha letu. Kwenye kabrasha letu tunafungua ukurasa wa 2, ambapo hapo tunakutana na hoja ya kwanza inahusiana na kodi ya ardhi ambayo haijarejeshwa na serikali kuu kwa halmashauri ya wilaya Chunya ipatayo shilingi milioni 29. Asante. Kama halmashauri tumewaandikia barua ya tarehe 10 mwezi Januari 2026, na bado wizara wanaendelea kuifanyia kazi ili hizi fedha tuweze kuzipata. Hata hivyo, tulipewa maagizo na ofisi yako kwamba tuandae taarifa hizo, kiasi ambacho kimekusanywa na halmashauri na kiasi ambacho kilitakiwa wizara iturejeshe kama 20% ya makusanyo ambayo ni shilingi milioni 29, na kuiwasilisha kwenye ofisi yako kwa ajili ya ufuatiliaji. Naomba kuwasilisha. Chunya oye! CAG oye! Mimi nadhani ninawajibika kikanuni au kisheria kuwahoji Mheshimiwa madiwani kwamba na kuridhika kwenu na utekelezaji uliofanywa na halmashauri ya kujibu hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu 2024/2025. Mmeafiki? Ndio. Kuna mwenye hoja? Mbona wamejibu wachache? Kuna mwenye malalamiko? Hapana. Chunya oye! Oye! Mimi niendelee kuwashukuru, lakini nikuibie siri tu. Sisi tushakuwa na vikao serious vya jambo hili kabla ya wewe kuja. Ndio maana leo kama tunateleza hivi. Lakini sio kuteleza, ni kwa sababu tulishajiandaa vizuri na kutibu pale ambapo tuliona panahitajika kutibiwa kabla ya nyinyi hamjaja. Lakini la pili, niwapongeze halmashauri hii, hili jengo zuri la kisasa kabisa. Sidhani kama katika mkoa huu kuna jengo jingine kubwa kama hili. Na ndani limekaa la kisasa kabisa, nimejisikia kama speaker hivi. Chunya oye! Jamani, nawashukuru, tuendelee kupiga kazi na yale yote ambayo tumekubaliana yatekelezwe, basi yafanyeni kwa wakati. Moja ya maagizo, ulitoa maagizo tupangue barabara ya kutoka njia panda kwenda Sangambi, na kweli vifaa viko pale na barabara imeshakwanguliwa na sasa wananchi wanaendelea na shughuli zao. Ulitoa maagizo kuondoa wananchi ambao wanafanya shughuli zao katika chanzo cha maji Kasanga. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ulitoa maagizo Lupa kwamba ile shule ya Maeka ifike mwisho kwa ujenzi wa shule. Kwa utekelezaji tuliofanya, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, TUDEF tumeshapeleka fedha na sasa hivi pale pana ujenzi wa maabara 2 na vyumba 3 vya darasa. Kwa hiyo shughuli inaendelea na sasa maboma yameanza kujengwa. Ulitoa maagizo juu ya upimaji wa ardhi Lupa na kata ya Kumungu. Wataalamu walienda Mkuu wa Mkoa, mpaka sasa hivi wataalamu wako kule na kampuni moja inaendelea upimaji wa ardhi, na wananchi wamefurahia maagizo yako. Sasa hivi wanapimiwa ardhi na kurasimisha barabara. Kwa kusema hivyo, maagizo yako uliyotoa mkuu yamefanyika. Mkuu wa Mkoa, umezungumza sana na umeme. Umeme ni kweli ziko jitihada zinaendelea,
sina hakika kama wakati wa ziara yako wanaweza kukupa briefing vizuri, lakini sisi kama Chunya tumekuwa tukipata umeme megawati 9 kama wilaya kwa kipindi kirefu, lakini jitihada zikawa zinaendelea, tukatoka megawati 9 tukaja megawati 11, lakini tumepanda sasa hivi tunapata kati ya megawati 13 na megawati 15 pale umeme unapokuwa umekaa sawa, lakini mahitaji ni makubwa kulingana na umeme tunaopata. Hili limeshaonekana wazi na jitihada zinaendelea. Sasa hivi kuna mpango wa kuleta laini nyingine ya umeme kuitoa Mbeya kuleta huku. Kwa umeme tunaopata sasa hivi wa megawati 16, laini inayojengwa sasa hivi imeshaanza, na waheshimiwa madiwani tunafahamu kila weekend watu lazimiwa umeme siku ya Jumamosi kwa masaa kama 10-12 ili timu zile ziweze kufanya kazi. Kwa uzito na uharaka wa jambo lenyewe, kuna timu zimeazimwa kutoka mikoa mingine hii ya kanda ya huko, wako waliotoka Rukwa, wanatoka huko Songwe, kuna wa Mbeya, lakini jumla kuna separate team ziko 10. Kwa kila weekend wanakuja kufanya kazi hiyo tangu asubuhi wewe ukizima mpaka jioni ukiwashwa. Lengo ni kwamba zile timu 10, kila timu moja iweze kutengeneza urefu wa kilomita 1. Wanafanya kilomita 10. Baada tumekaa tumejadili tukaona hapana, kwa sababu tulihitaji wiki 6 kukamilisha hilo zoezi. Sasa hivi tumekaa tena na kuliangalia tena upya kwamba tutakata umeme, na naomba mtuvumilie. Tutakata kwa siku 2 kwa wiki moja. Jumamosi na Jumapili. Badala masaa 10 mpaka 12 tutakata masaa 8. Ili zile timu kwa sababu zinatoka nje ya mkoa wanalipwa. Sasa wakilipwa gharama inaweza kawa kubwa pia mpaka kwenda wiki 6. Tunataka twende muda mfupi, zile wiki 6 tuzikate mpaka wiki 3 ili tuweze kukamilisha hili zoezi. Matokeo ya zoezi hili ni nini? Matokeo ya zoezi hili ni kwamba tukikamilisha tukapata hiyo laini nyingine itakuwa inajitegemea ambayo itatupatia megawati 22. Kwa tukipata megawati 22 tukajumlisha megawati 16 tulizonazo tutapata megawati 38. Tukipata umeme huo sasa kila mtu kwenye nafasi yake ataona kwamba kuna mabadiliko, lakini kuna jambo linafanyika. Bahati mbaya labda meneja wa mkoa labda hajaja kubrief kuhusu hili, lakini na mimi nitakuandikia taarifa ambayo iko detailed ya jitihada zinazoendelea. Lakini kwa sasa hivi hii na yenyewe sio permanent solution. Hii tunaita ni solution la muda mfupi, kwa sababu bado kuna solution la muda mrefu. Kwa mkoa, serikali imeshaona umuhimu na uzito wa shughuli zinazofanyika wilaya ya Chunya katika swala la uzalishaji kukua kwetu kama wilaya. Kwa kulifahamu hilo, serikali kwa makusudi kabisa, Mheshimiwa Rais ameshatoa fedha kutoka kwenye mabenki ya ndani, na taarifa hii ilishaletwa kwetu na kala, nadhani Mheshimiwa Mkuu alikuandikia. Serikali imetupatia bilioni 107 kwa ajili ya kutekeleza mradi mwingine tofauti na hii ninayozungumza ya megawati 38. Tunakuja kujengewa mradi mwingine wa msongo mkubwa na kuweka kituo inaitwa substation, ambayo hii kwa stadi iliyofanyika itabidi igawanywe mara 2. Utagawanywa umeme megawati 45 zitatumika upande wa Songwe, wilaya ya Songwe, megawati 45 zitatumika katika wilaya ya Chunya. Megawati hizi hazina uhusiano na zile 38 ninazozungumzia. Mradi huu unatakiwa utekelezwe ndani ya miezi 10. Sababu mkopo tuliopewa unatakiwa uanze kurejeshwa baada ya miaka 2. Lakini kinachotakiwa hapa ni kwamba tufanye haraka mradi ukamilike, ili kabla ya kuanza kurejesha ule mkopo kisheria tuwe na mwaka mmoja wa kuanza kurejesha ndani kabla ya kuanza kurejesha mkopo kule fedha ilikokopwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkoa, huu ndio ni mradi mwingine wa pili wa megawati 90. Kwa hiyo tukipata hii, hata hii ya kwanza itatusukuma, lakini tukipata hii ya pili basi tutakuwa tumekaa vizuri. Takwimu zinaonyesha nini? Zinaonyesha kwamba kwa matumizi ya umeme kwa mkoa wa Mbeya, ukiondoa kiwanda cha cement cha Tembo, kile kiwanda cha Songwe kule, matumizi ya umeme kwa wilaya ya Chunya tunazidi jiji la Mbeya. Hiyo ndio stadi na ndio kweli jinsi ulivyo. Kwa hiyo kwa uzito huo serikali imeshaliona, na hizi ndizo jitihada zinazoendelea, na mahitaji ya umeme na mimi fikiri Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ni makubwa sana.
Sasa hivi tuna watu ambao mtu mmoja tu anahitaji megawati 2, megawati 3. You can imagine huko nyuma tulikuwa tunapata megawati 9 kama wilaya. Alafu mtu mmoja anasema yeye anahitaji megawati 2, megawati 3. Kwa hiyo tumehamia kwenye mtu kuchukua megawati kwenye uwekezaji wa mtu mmoja. Kwa hiyo hizi jitihada zitakuja kukutana na jitihada za wananchi ili tuweze kuhakikisha kwamba tunakuza uchumi wa taifa, lakini kwa mtu mmoja mmoja. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nataka nifafanue hili swala la hali ya umeme jinsi ilivyo, ili tutakuandikia taarifa ambayo iko detail ili yote haya yaweze kukaa kwenye kumbukumbu. Lakini Mheshimiwa Diwani, nataka watambue juhudi za serikali katika kuungana nao katika jitihada za kuwasaidia wananchi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, lingine kwa ni kushukuru serikali. Yako maelekezo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa tuliyopokea kujiandaa na mwaka 2028 kupokea intake 2 za darasa la 6 na la 7. Tunaendelea na jitihada, lakini nishukuru serikali karibuni tumepokea fedha za kujenga shule mpya ya sekondari ambayo inatakiwa kujengwa pale Upendo. Bahati nzuri Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ulienda pale, tulikuta tunaendelea, tulijipanga kwamba mwakani ile shule ianze, na mara ya mwisho tulipeleka pale milioni 150, lakini tulipokea zaidi ya milioni 700 kujenga shule upya. Kwa hiyo ziko pale. Kwa maana hiyo pale tunahama tunaelekea kwingine, tutabakiza shule za kuhangaika nazo shule 3. Tutabakiza shule ya Maoga, tutabakiza shule ya Masache na tutabakiza shule ya Kasanga ambako kule hatujafanya chochote. Kwa hiyo hapa tulikuwa tunazungumza, hata leo asubuhi tunazungumza na mkurugenzi, tunakwenda kujiandaa kuanza ujenzi pale Kasanga kwa sababu tumepunguza mzigo pale shule ya Upendo. Kwa nguvu zote tuelekeze Kasanga. Bahati nzuri tuna mifuko miwili. Halmashauri itatoa, lakini mfuko wa CHUDEF nao tutatoa kuelekeza kule, at least tuanze kujenga madarasa kwanza msingi. Mfikapo 28 ipunguze mzigo wa serikali. Kuna mambo ni ya kwetu, lakini mambo mengine ya serikali kuu. Mambo ya walimu, sijui vifaa vya kufundisha na sisi kujifunzia, hivyo sio vya kwetu. Lakini ya kwetu tutajitahidi kuhakikisha kwamba tunayatekeleza. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunamshukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kwa kuwa haya maelekezo yaliyotolewa kwetu sisi tutakwenda kuyafanyia kazi kwa mshikamano ili kuhakikisha halmashauri yetu ya wilaya ya Chunya tunakwenda kuipaisha kwa pamoja, kwa sababu hii hoja ni ya wilaya, sio hoja ya mtu mmoja mmoja. Nasi tutakwenda kuhakikisha mkurugenzi wetu anafanya kazi kwa nguvu, kwa sababu sisi kama tunaotoka upande wa siasa tunakwenda kumsaidia mkurugenzi kuwaambia wananchi kwamba kile ambacho kilikuwa kinaongelewa huko nje sio hivyo. Huku ukweli huko hivi ni kwamba kuna changamoto A, kuna changamoto B. Sisi wajibu wetu sasa ni kwenda kuhakikisha tunakwenda kuzivuta zile changamoto, kwanza kwa kwenda kufanya mikutano kwa wananchi, kuelekeza ukweli. Na Chunya sasa sio ile Chunya ya zamani. Tunamshukuru sana mtaalamu wetu mkurugenzi wa halmashauri ya Chunya Tamimu Kambona, anafanya kazi kwa nguvu kweli kweli. Kwa wajibu wetu sisi ni kwenda kumuunga mkono. Kwa mfano mimi kwenye kata yangu, kata ya Chokaa, tuna mitambo hapa tumenunua. Tuna greda kwa ajili ya kuweza kufungua barabara, tuna lile rola kwa ajili ya kusindilia, lakini tuna lobed kwa ajili ya kubeba hiyo mitambo. Kwangu nimeshafungua karibia kilomita 5. Kama nimeweza kufungua kilomita 5 kwa kuwashirikisha wadau, halmashauri imenipatia mitambo maeneo ambayo hayawahi kufunguliwa barabara toka Chunya ianzishwe. Lakini leo Chunya inapitika vizuri, hasa kwenye kata yangu ya Chokaa. Tunategemea kwa sababu vifaa hivi vinakwenda kwa mgawanyo. Tunaamini leo hii tunavyoongea viko Sangambi na vingine vilikuwa huko kata ya Upendo. Tunategemea kabisa kwamba baada ya hapa mkija miaka 2 ijayo mtaikuta Chunya yote imefunguka. Tunawashukuruni sana wataalamu wetu, wanafanya kazi kama namna walivyo hapa kwenye ajira zao, nasi kama wanasiasa tunafanya kazi kwa viapo vyetu. Kimsingi kwanza nipongeze CAG kwa kutuletea ripoti ya kwanza. Namba 1, halmashauri yetu kupata hati safi ni jambo la kushukuru, inaonyesha jinsi gani tulivyo na ushirikiano na wataalamu wetu wanafanya kazi kwa weledi. Lakini vile vile tunashukuru kupokea maelekezo ya Bunge kwa maana ya hesabu za mkaguzi wa nje ili sasa Chunya tuweze kufanya vizuri. Na hii ya kupata hati safi inatupa sasa hamasa ya kuendelea kujikita zaidi kwenye maelekezo ya CAG ili tusije tukafanya makosa mengine ili tuweze kupata hati ambayo hairidhishi. Kimsingi
Nipongeze na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa jitihada zote zinazoendelea kufanyika na hususan kwenye wilaya yetu ya Chunya kuendelea kupata fedha za miradi. Hivi ninavyozungumza mimi, kwenye mapato yetu ya ndani kwenye shule yetu ya msingi Mapinduzi tayari tunazo shilingi milioni 30 kwa ajili ya ujenzi wa vyoo vya wanafunzi pale. Shule ile ilikuwa na upungufu wa matundu ya vyoo. Na hamasa nyingine, wananchi wamepokea vizuri wa kijiji kile na wao wenyewe kusapoti, na kazi inaendelea kwenye kijiji hicho kwa cha Mapinduzi. Lakini vile vile niendelee kutoa hamasa tu, ushirikiano wetu na watumishi wetu pamoja na kuu yetu ya wilaya ikiongozwa na mkuu wa wilaya Mheshimiwa Batenga iendelee kushikamana hivi ili halmashauri yetu endelee kupata hati safi na maendeleo zaidi kwenye wilaya yetu ya Chunya. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online. Website ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz. Lakini Instagram tunapatikana Chunya_official.